Ndoa inakuja na baraka nyingi. Kuna Philbert wa saizi sio ni tofauti sana na yule ambaye alikuwa yuko single. Nimeona baraka nyingi sana kupitia mke wangu nyingi. Unajua ifike hatua Tanzania niwe ni gospel. Yaani ifike hatua secular iwe haina nguvu. Yes, hayo ndo maombi yangu mimi. Tufanyie Mungu ibada, tumwandalie Mungu madhabahu. Mbona watu wa nje wanafanya fiesta si manini? Mungu amenipa mwanamke ambaye anampenda sana Mungu. Swahili Gospel TV inatuleta pamoja. Okay, mtazamaji wa Swahili Gospel TV, majina yangu naitwa Judith Njole. Kama tulivyokuambia, leo tuko Sinza Mori kwa ajili ya eventi kubwa kabisa ya mtumishi wa Mungu. Inakwenda kwa jina la mapenzi ya Mungu ibada. Jamani, katika ibada ambazo hata unachotazama hautakiwi kuikosa ni ibada hii. Kwa hiyo unaweza ukaifuatilia, unaweza ukafika na kila kitu kaenda vizuri kabisa. Na niko hapa na Philbert mwenyewe. Tumeanza mwaka, najua kabisa kuna jambo analo la kuweza kuzungumza na wewe hapo Mtanzania. Bwana Yesu asifiwe mtumishi wangu. Amen. Heri ya mwaka mpya. Namshukuru Mungu, heri kwako pia. Kwangu iko vizuri kabisa, namshukuru Mungu pia. Philbert, umeanza mwaka kwa kufanya ibada. Hebu unaweza ukatuelezea kwanza kwa nini umeanza mwaka kufanya ibada na kwa nini wakati huu, mwezi huu wa kwanza? Ukiangalia hata Yesu Kristo kabla hajaanza utumishi, yani kabla hajaanza msimu mwingine wa kitu fulani, alikuwa anaanza na Mungu kwanza. So ibada ni kitu ambacho kinatusaidia kumsogelea Mungu. Kwa hiyo mimi ni mtumishi wa Mungu na ninamhitaji Mungu ili kufanya vizuri. Kwa hiyo nikaona kwa sababu ni mwezi wa kwanza nisipoteze nafasi ya kuweka foundation kwenye utumishi wangu. You see, lakini pia watu wanahitaji kupelekwa mbele za Mungu. Sisi tunawatangulia wengine. Yes, so nikaona sio kitu kibaya kama tutamfanyia Mungu ibada kwa ajili ya watu. Ndio maana hatukuweka kiingilio chochote, kwa sababu ni kwa ajili ya watu. So ni sadaka yangu mbele za Mungu. Yeah. Vizuri sana. Ibada hii kiukweli imefanyika baraka sana. Tunaona tu imeanza, tunaona watu wengi wanaizungumzia kwa upande mzuri, lakini pia wamefika vijana wengi sana wamefika hapa. Natamani kujua unafikiri ni kwa nini watu wamepata fursa ya kuweza kuacha vitu vyao, kuacha kila kitu na kuja kwa ajili ya mtumishi wa Mungu? Kwanza ni neema ya Mungu. Kiukweli ni neema ya Mungu sana, kwa sababu katika maombi yangu mimi natamani Mungu atusaidie sana vijana, kwa sababu tunapozungumzia vijana tunazungumzia nguvu kazi ya taifa. Lakini pia Biblia inasema kwamba nimewaandikia ninyi vijana kwa sababu mna nguvu na mmemshinda shetani. So kwangu mimi naona ni neema ya Mungu kuwaleta vijana wengi, na ninaamini tutaendelea kufanya zaidi na zaidi. Na nilitamani tungefanya sehemu kubwa zaidi, lakini kwa sababu ya tulikosa, ndio maana imekuwa Jumamosi. Mara nyingi nafanyaga Jumapili. Yes. So tunamshukuru Mungu hata kwa hii ametupa nafasi ya kufanya, kwa sababu niliadhimia moyoni mwangu lazima nifanye ibada na nitoe sadaka. Ndio maana a lot of funds zimetoka mfukoni kwangu. Yeah. Vizuri sana. Unajua Philbert, wakati tunakuona unaanza, unafanya kuna baadhi ya ibada ambazo ulizifanya mwanzoni. Unajua watu kuna namna walikuwa wanakuangalia, wanaona kwamba labda huyu kijana kuna namna, kuna kitu labda anakitazama huku mbeleni, atachoka labda ataacha. Lakini tunaona bado unaendelea kupiga hatua na kukomaa katika Kristo na kupambana katika Kristo. Kitu gani ambacho kiko ndani yako kinakupushi wewe upambane kiasi hiki kumtumikia Mungu? Kwanza kuna wimbo niliimba unasema sio mimi bali Kristo ndani yangu. So ni Kristo ndani yangu, kwa sababu neno Mungu nasema kwamba aliyeianzisha kazi ndani ya mtu ataitimiliza. So kitu ambacho kinanisukuma mimi ni moyo wangu tu wa kumpenda Mungu. Napenda kumfanyia Mungu ibada. Ndio maana siangalii factors zingine, watu wanasema nini, niko na hali gani. Mimi nikimfanyia Mungu ibada nafurahi sana. So ni ule msukumo tu wa Roho Mtakatifu ndani yangu, na mimi tu napenda kumpenda Mungu. Kwa hiyo napenda tu niwe hivyo, nimpende. Yes. Ibada hizi zitakuwa zinafanyika kila mara au kwa wakati huu tu? Zitakuwa zinafanyika kila mara. Yani ni kila mara, kwa sababu kama watu wasiomjua Kristo wanafanya vitu vyao kila mara tena kwa kishindo. Unaona ikifika Ijumaa watu wenye kuna namna wana promote wanatengeneza theme. Kuna sehemu nilisikia hello jua, sijui hello jua, yani manake ni tutakunywa kuanzia usiku mpaka asubuhi. Kwa nini sisi tusimfanyie Mungu ibada? Na unajua madhabahu ambayo inapokea ibada nyingi ndio ina nguvu. Kwa lazima na sisi watu wa gospel tuamke tufanye ibada nyingi ili madhabahu yetu iwe na nguvu. Unajua ifike hatua Tanzania niwe ni gospel. Yani ifike hatua secular iwe haina nguvu. Yes. Hayo ndio maombi yangu mimi na matamanio yangu mimi.
Sawa sawa. Vipi kuhusiana na swala zima la watu ambao wanawekeza kwa waimbaji wa nyimbo za Injili? Tunaona watu wengi siku hizi wanawekeza sana. Vipi kwa upande wako, mtu akitokea kuwekeza na kusema kwamba anataka yeye ndo asimamie kila kitu, yani yeye ndo awe kama mtu wa kauli, naweza nikasema namna hiyo kwako imekaaje? Okay, kwenye mtu wa kauli hapo ndo haiwezekani, kwa sababu ninachokiamini, Mungu ameweka mzigo ndani yangu. When you come, unakuja kama kusupport, sio yani sasa uwezo ukaniambia sasa saizi imba mapito. No, mimi naimba kila ambacho okay, sasa dhimi ya ibada ya sasa hivi iwe kufuta machozi yako ili tuvutie watu. So mimi tukianza kwenda mwilini hatuwezi tukaelewana. Tuwe rohoni. Kama una support huduma, karibu sana. Na leo tuta launch rasmi partnership program. Yes, tuta launch siku ya leo, imekuwa ni surprise, lakini tuta launch na tutatangaza kwenye mitandao ya kijamii. Tutakuja na pale redioni. Ndio sana tu dada Juu leo nakuja kwa ajili ya partnership program, kwa sababu tunatamani hizi ibada ziwe ni endelevu. Tumfanyie Mungu ibada, tumwandalie Mungu madhabahu. Mbona watu wa nje wanafanya fiesta sima nini? Kwa nini sisi tushindwe? So tunatamani pia watu wawekeze kwenye gospel, tumfanyie Mungu ibada. Yes. Vizuri. Kitu kingine, natoka kidogo kwenye ibada. Philbert ndugu yangu, umeoa kaka. Kaka jamani. Kwanza hongera sana. Asante sana. Unajua kuna watu walijua mna act. Tuna act. Unajua kuna sehemu nilikuwa nimeenda kunyoa. Sasa sikujua kama wale watu wananifahamu. So nikaenda tu kama mtu wa kawaida. Kumbe saluni nzima ni mashabiki zangu. So wakaanza kuonyeshana, huyu hii ni ndo wanaigiza, wimbo, wanashuti wimbo. Sasa ikabidi mmoja ajitoke masomo. Bwana, sisi humu ndani wote tunapenda wimbo wa mapenzi yako. Yaani tunausikiliza kila siku. Sasa tunabishana. Mimi namwambia huyu jamaa kwamba umeoa. Huyu anasema mnashuti wimbo. Kwanza nikashika, kumbe watu wananifuatilia. So nikamwambia mimi nimeoa. Ndoa halali ya kanisani. Yes, kwa neema ya Mungu. Hongera sana. Sasa kwenye hili swala la ndoa naomba tuliache kwanza, sababu una muda gani? Kwenye ndoa? Leo nimefunga mwezi mzima. Yaani leo ndo mwezi. Sawa. Leo ni mwezi na siku moja, leo Jumamosi. Leo mwezi na siku moja. Mwezi na siku moja. Vizuri sana. Natamani pia kuweza kufahamu amepokeaje? Wewe ni mtumishi wa Mungu, ni mwimbaji. Kuna siku moja nishawahi kumsikia mke wa Paul Clement anasema kwamba kudili na waimbaji lazima uwe na wewe mwanamke ndani yako, unaelewa kwamba maana wewe wanawake wengi sana wanakupenda. Huo ndio ukweli. Na wanakufurahia. Na unakuta wengine wanafurahia tu kumbe ni wanapenda vile unavyoimba. Amepokeaje? Na nikisema amejipangaje, sio ndakuwa nakosea, unapatia au tungemuuliza yeye, wewe binafsi yako unamuonaje? Kitu cha kwanza, Mungu amenipa mwanamke ambaye anampenda sana Mungu. Yaani naweza nikasema hata nadhani amenizidi, kwa sababu mimi kuna vitu vingi, utumishi mwingi, kumtumikia Mungu, kumpenda Mungu, kumtolea Mungu, sijui nimejifunza vingi kwake. Nisiwe muongo, ni mwanamke ambaye kwa sababu before she was my best friend. Kabla hatujafikiria hata kufika huko. So alikuwa ananifundisha vitu vingi. Kuna wakati nilikuwa namwambia issue zangu, anasema oya tuombe. Kuna zingine ambazo alikuwa anaweza kazisolve tu, lakini anasema tuombe kwanza Mungu anasemaje. Kwa sababu Mungu sio lazima amtumie yeye. You see? So kitu ambacho kilianza kunivutia kutoka kwake ni moyo wa kumpenda Mungu. Yes, ni mrembo kweli, lakini kwa sababu mimi ni mtumishi wa Mungu. So nikioa tu vibaya nimeisha. So moyo wa kumpenda Mungu, nimejifunza sana kumpenda Mungu kupitia yeye. Kwa hizi shida, yani hizi mambo yeye yuko na magoti. Kwa sababu na this time around mimi sasa hivi usiku situmii tena alarm. Yeye tu kifika tu ule mdani ni kama tu Roho Mtakatifu asha set baba muda wa maombi. Na nasema kweli simsifi kwa sababu ni mke wangu, lakini nasema ni ukweli. She is a woman of God. Yani typical woman of God. Yes. Kwa hizi changamoto hizi ndogo sasa hizo kwake sio shida. Vizuri sana. Yes, natamani pia kuweza kufahamu kwa upande wako sasa, kwa sababu unajua maisha sio kama zamani, unaenda zako wapi, unaenda wapi, wagi nini, kwa sababu unajua uko peke yako. Vipi sasa hivi? Kweli maisha yamebadilika sana. Nadhani kuna watu hawajaniona muda mrefu, hata medias wameniita sana kwenye interviews, lakini nikasema jamani niacheni kwanza honeymoon at least mwezi mzima uishe. So maisha yamebadilika, sasa hizi siamui mwenyewe tena. Sasa hizi naamua na mke wangu. So tunapanga ibada, tunapanga na mke wangu. Of course tulikuwa tunapanga tangu zamani, tangu tuko marafiki, namwambia rafiki yangu nataka kufanya kitu fulani. Tulipokuja kwenye hatua ya uchumba same. Kwa kilichobadilika ni kwamba sasa hizi tunapanga kwa kuonana. Unajua sisi bwana wa Pentecost, wachumba mruhusiwi kukutana peke yao. So sisi kwa kweli kwa hiyo sasa hizi tunapanga kwa kuonana.
So siamui sasa hizi na nikitaka kutoka sasa hivi mama nitachelewa. Lazima niongee naye. Kwamba mke wangu nitachelewa. Unaenda wapi? Ukifika huko atakupigia video call. Yaani kwa sasa hizi kuna kauhuru ambako yes, lakini namtukuza Mungu kwa sababu inanisaidia mimi pia kujua so na inanisaidia ku keep time sana. Sasa hizi sina out za kijinga sio ashikaji. Kwa hiyo nimegundua sasa nafanya vitu vingi na inanipa muda mzuri wa kumtafakari Mungu, kusoma Biblia, kufanya mipango ya maisha, familia, biashara na huduma na utumishi na kila kitu. So nafurahia. Sio rahisi lakini sasa hizi nishazoea. Vizuri sana. Na hivi unawashauri nini vijana ambao wanasubiria mpaka wazeeke, yani mpaka wafikie umri fulani ndo waoe? Kiukweli wako wengi na mabraza zetu tunawajua. Yani tunawajua, ila tu ndo hivyo, inabidi tuendelee kuwaombea. Lakini wewe unawaambia nini? Vijana ambao unakuta mwingine ana kila kitu cha kumfanya aoe, lakini unakuta mwingine hana lakini anaoa kwa sababu labda wakati wake umefika. Ila wale ambao bado yani yupo anataka huyu rangi hii bado ana test kwanza. Kitu cha kwanza, ndoa inatoka kwa Mungu. Kwa kama Mungu anampa mtu neema ya kuoa ni kizuri, lakini kama bado Mungu hajasema basi tuendelee kusubiri. Lakini kama Mungu amesema unakuwa mbishi tu, kwa sababu ndoa inakuja na baraka nyingi. Kuna Philbert wa saizi ni tofauti sana na yule ambaye alikuwa yuko single. Nimeona baraka nyingi sana kupitia mke wangu, nyingi. Na imagine ni kipindi tu cha mapema. Kwa watu wanasema unatuambia nini? Una hata mwaka. Sasa mimi nasema ukweli, sasa kama unabisha basi njoo uishi na sisi. Uone. So ndoa ni baraka, lakini kama bado hujapata kibali moyoni mwako, kwa sababu kwanza ndoa ni agano la milele ndugu yangu. Unajua huku sisi kwa tunajitiaga moyo kwamba unaweza kuvunja, lakini huku sisi hatuvunji. Kwa hiyo hakikisha kwamba Mungu anakuambia huyu ndiye. Tumuulize tu Mungu. Tufunge vijana, tumtafute Mungu atuambie. Philbert, kitu cha kumalizia, unawaambia nini wadau wako? Watarajie nini? Mwaka ndo umeanza na tumeanza vizuri sana mwaka. Kipi hasa watarajie kwa mwaka huu? Kitu cha kwanza watarajie upendo wangu mwingi sana kwao, kwa sababu unajua ili Mungu kumbariki mtu anatumia watu. So mimi ninaamini ni watu ambao Mungu amewatumia kufika hapa, wana support nyimbo zangu, wanazipiga, wengine hata hujanani watu wa media, wengine sijafanikiwa kufika lakini wanafanya hivyo. Kitu cha kwanza watarajia upendo, lakini kitu cha pili ambacho ndo primary, ibada. Mwaka huu tutakuwa na ibada. Yes, ibada, kwa sababu na ndio maana nilivyokuambia kwamba leo tuta launch partnership program, kwa sababu tunatamani tufanye ibada mikoani. Tunatamani tufanye ibada hata out of the country, na hayo ndio maono yetu. So kama tutaweza kufanya mwaka huu hivyo, Mungu akitusaidia, ndio maana nasema kwa neema ya Mungu. So Mungu akitupa neema yake tutafanya. So atarajie ibada, lakini mwaka huu tuta release nyimbo za kutosha. Tuwe na stock, kwa sababu mialiko imekuwa mingi, so unajikuta tu na wimbo ule wa mapenzi yako. So tutakuwa na nyimbo nyingi saizi. Kama Jumapili tunachia Yesu Pigana upande wangu. Nimefanya na mtumishi wa Mungu Kanyelele. Na next project nitaitangaza hapa. Nimefanya na mtumishi wa Mungu Martha Baraka. Yes. Na ni live. Tutakuja kuiloa. So tuna project nyingi sana, na kuna zingine nimefanya na watu kwenye timu yangu. Tumewashirikisha. Mwaka huu zinatoka zote. So I think tutaanza na featuring sana, ili tuanze sasa za Philbert Sangolo, kwa sababu tena kuna collab tena zimeshakuja nyingi ambazo tumerekodi studio. Siwezi tu kuzitaja hapa, kwa natamani nimalize hizi za live ambazo nilifanya na watumishi wa Mungu ambao wengine ni waimbaji wakubwa, wengine ndio tuko nao kwenye team. So tunatamani zitoke. Kwa sababu mimi pia napenda watu ambao nafanya nao kazi waende mbali. Tukiwa tunamaliza, swali la mwisho, nisikuchoshe sana. Kuna mmoja hivi, mwigizaji mmoja hivi Bongo Movie, leo kuniambia kwamba tunasikiliza tukiwa tuko yani sijui wanasema sijui bado hawajaanza kuigiza. Wanakuambia kwamba tunasikiliza sana nyimbo za mkaka mmoja. Niambia nitumie nyimbo mkaka mmoja hivi anaimba, kumbe ni mapenzi yako, nimemwona YouTube huko. Tunasikiliza sana, lakini huku huku tunaendelea na vitu vyetu, huku tunasikiza tunalia. Hivi ukisikia mtu ambaye yuko kwenye hivyo hali kama hiyo, ambaye hata sijui sema hata kuokoka au muda wake bado, lakini bado anasikiza nyimbo zako huku anaendelea kupiga vitu vyake huku analia, wewe unajisikiaje? Kitu cha kwanza namshukuru Mungu, kwa sababu machozi yanakuja na vitu viwili. Either Mungu amemgusa kupitia ujumbe au hukumu ya Mungu ndani yake. Kuna mtu aliniambia alisikiliza nyimbo yangu mara ya kwanza alikuwa
Tena huyo mtu alikuwa ni anajiuza. So aliposikia ule wimbo anasema akaanza kusikia hukumu ndani yake. Akawa anatamani kuacha kusikiza ule wimbo, hawezi. So akamtafuta mtu akamuuliza nifanye nini. Yule mtu akampa maelekezo kwa sababu hakuweza kunipata mimi kwa sababu anasema alinitumia DM sikuona. Na nikasema nisamee kwa sababu DM ni nyingi. Siwezi kuona zote kwa wakati. Ukianza tu na kaka mambo ni kazi. Kujibu yes, though nikipata muda nakuwa najitahidi nazifungua, lakini ilinibariki kwa sababu nikaona Mungu anabadilisha watu wake. Unajua hakuna mbegu ambayo Mungu ataidondosha isiyote. Hata kama haitaota wiki, itaota mwezi ujao, mwaka ujao. So ninaamini hizi mbegu ambazo Mungu anazipanda kupitia hizi nyimbo za gospel, unajua sio mapenzi yako tu. Zipo nyimbo nyingi za gospel zinapigwa kwenye clubs. Ni mbegu Mungu anapanda, zitaota. Na mimi ninaombea sana ziote. Yes. Philbert, hebu waambie neno la mwisho tukiwa tunahitimisha ili tukuache uendelee na kazi ya Mungu. Yes. Mimi ninawapenda sana ndugu zangu, muendelee kunisupport, lakini pia kama bado hujafika kwenye ibada njoo bwana. Ndio kwanza kumekucha. Tuko hapa mpaka saa 3 saa 4 huko. So karibuni sana, lakini pia ninawapenda sana. Hilo ndo kubwa sana. Ninawapenda sana. Yaani ninawapenda na ninashukuru sana kwa kukubali kutumika na Mungu kusupport huduma yangu. Yes. Sawa, mimi nakushukuru sana. Asante sana. Asante sana. Haya, mtazamaji, huyu ni Philbert, tumezungumza naye na hivi hapa sasa hivi ndo anaingia katika ibada. Kwa hiyo tuende tukabarikiwe naye, tuende tukaendelee kumtukuza Mungu kupitia yeye, na Mungu akubariki sana. Swahili Gospel TV inatuleta